Bwana asifiwe watu wote. Leo ni siku ya matengenezo ya kanisa. Yohana sura ile ya 2, mstari ule wa 16 na 17. Nitasoma maneno hayo. Na nitasoma Nyakati wa 2 sura ile ya 29 mstari wa 12 na 19. Na nitasoma Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8. Utusaidie tusome Nyakati wa 2 sura ile ya 29 mstari wa 12 mpaka wa 19. Nyakati wa 2 sura ile ya 29 mstari ule wa 19. Neno la Mungu linasema kwenye sura ile ya 12, Nyakati sura ile ya 29, Nyakati wa 2 sura ya 29 mstari wa 12 mpaka wa 19. Nitaenda kwa spidi kidogo kufuatana nami. Biblia inasema, ndipo wakaondoka Walawi Mahathi wana wa Masai na Yoeli mwana wa Azaria wana wa Kohathi na wana wa Merari, Kishi mwana wa Abdi na Azaria mwana wa Yahaleli na wa Gerishoni, Yoa mwana wa Zima na Edeni mwana wa Yoa, na wa wana wa Elisafani, Shimri na Yehueli, na wana wa Asafu, Zakaria na Matania, na wana wa Hemani, Yehueli na Shimei, na wana wa Yeduthuni, Shemaya na Ozieli. Wakakusanyika ndugu zao, wakajitakasa, wakaingia kama alivyoamuru mfalme kwa maneno ya Bwana, ili waisafishe nyumba ya Bwana. Nao makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana katika mahali pa ndani, ili waisafishe, wakatoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana, wakautupa nje uani mwa nyumba ya Bwana. Walawi wakautwaa ili wauchukue nje mpaka kijito cha Kidroni. Basi wakaanza kutakasa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza hata siku ya 8 ya mwezi. Wakafika katika ukumbi wa Bwana, wakaitakasa nyumba ya Bwana katika muda wa siku 8. Wakamaliza siku ya 16 ya mwezi wa kwanza. Wakaingia ndani kwa Hezekia mfalme, wakasema, tumeisafisha nyumba yote ya Bwana na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na vyombo vyake vyote, na meza ya mikate ya onyesho pamoja na vyombo vyake vyote. Tena vyombo vyote alivyovitupa mfalme Ahazi alipotawala hapo alipoasi, tumevitengeneza na kuvitakasa, navyo tazama vipo mbele ya madhabahu ya Bwana. Amen. Hebu twende Yohana wa 2. Yohana 2 mstari ule wa 13 na 10, mstari ule wa 16 na 17. Yohana 2 mstari wa 16 na 17. Alisoma mzee, lakini nachomoa sehemu kidogo, mstari ule wa 16 na 17. Biblia inasema Yohana 2 mstari wa 16 na 17, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Amen. Tembea kidogo mpaka Ufunuo sura ile ya 1 mstari ule wa 8 peke yake. Sasa hapo nitaomba tusome wote kwa pamoja. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 1 mstari wa 8 peke yake. Tusome kwa jina la Yesu. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyoko na aliyokuwako, atakayekuja Mwenyezi. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Bwana asifiwe watu wote. Leo ni siku ya matengenezo ya kanisa. Siku ya matengenezo ya kanisa. Siku tunaposema matengenezo ya kanisa, tuna neno hilo ambalo tumezoea kulisema, la Kiingereza linasema reformation. Lakini neno hili limetokana na Kilatini reformatio. Reformatio ni hiyo tunaoelewa kama reformation, lakini pia Walatini wanasema kwamba ni kufanya kitu kuwa bora zaidi ya awali. Kuna namna kipo, lakini unahisi akipo bora zaidi, unakipitia, unakiboresha, unakipitia, una review, unakiangalia tena. Wale wanaofanya mahesabu, na kanisani huwa tunafanya mahesabu, budget itakuwa hivi, baada ya muda fulani labda itapangwa miezi 3 au baada ya muda fulani tunaipitia tena. Tunaona kuna jambo tulilondosha, tunaweka vizuri, tunaenda na uhalisia. Haleluya. Kwa hiyo ni kupitia na kufanya kitu kiwe bora zaidi. Tunaposema matengenezo ya kanisa, hatutaacha kusema watu wakubwa ambao Mungu aliwatumia kusema au kuelekeza kanisa mahali ambapo lilitakiwa liwe likaondoka. Wako wengi sana, wakina Calvin, wale wanaosoma historia, wakina Zwingli, wapo watu wengi sana, wakina Melanchthon, wapo wengi ukisoma kwa muda wako.
Lakini hapa nizungumze habari ya Martin Luther ambaye ni mmoja katika watu ambao Mungu aliwatumia kwenye matengenezo kwenye karne ya 15 mwishoni karne ya 16. Hao wana matengenezo Mungu aliwatumia sana. Tunaposema habari ya Martin Luther siku ya matengenezo, tunazungumza mtu ambaye alitazama kanisa akaona linapokwenda sivyo, na yeye alikuwa ni padri kiongozi ndani ya kanisa, mtawa aliyejitoa maisha yake kwa ajili ya Mungu. Mnajua watawa hawaoi, wanakaa huko, kazi yao ni kusali asubuhi mpaka jioni na kufanya shughuli ambazo zinahusiana na mambo ya kanisa. Alipokuwa analitazama kanisa, anaangalia juu ya maisha yake, akaona kuna shida ndani. Nataka nizungumze habari ya matengenezo ya kanisa juu ya kupitia maisha yetu sisi. Bwana asifiwe sana. Martin Luther wakati anapitia maisha yake, akaona kwamba kuna hukumu, kuna adhabu ya Mungu inakuja. Nitajiponyaje mimi? Akaangalia jinsi ambavyo kanisa lilikuwa kipindi hicho linahimiza kufanya kazi kwa bidii, kwamba ukifanya kazi kwa bidii unasamehewa dhambi zako. Kuna kazi ya ujenzi inafanyika kwenye kanisa, ukitoa fedha zako unasamehewa dhambi. Kwa hiyo wenye fedha walipata nguvu, wasio na fedha wakupata nguvu. Ukitoa fedha unapewa cheti cha msamaha. Kwa hiyo tatizo lote likija unaonyesha cheti kwamba mimi nimeshatoa sadaka hii, mnisamehe, wanakuachia. Kwa hiyo wenye fedha hawakuonekana na maana. Martin Luther akasimama akasema kuna vitu haviko sawa. Alisimama nini? Alisimamia wapi? Alisimama kwenye neno la Mungu kwamba kuna vitu haviko sawa. Leo tuna watu kwenye kanisa wanataka kanisa liende kwa misimamo yao. Ukiwauliza neno hili umelipata wapi? Hiki kinachosimamia umekitoa wapi? Hana. Kuna watu wana kawaida wanasema hivi, Martin Luther angekuja, angeona hicho mnachokifanya angewashangaa. Ngoja nikwambie. Martin Luther angekuja, angeangalia mnatembea kwenye neno. Bwana asifiwe sana. Si misimamo ya mtu. Kuna maneno neema tu, Kristo tu, neno tu. Na Kilatini wakasema sola fide, sola gratia, sola scriptura. Yaani neno la Mungu, imani katika Kristo, neema ndio tunategemea. Mtu asije akajisifu kwamba ameokolewa kwa nguvu zake. Yuko aliyemwaga damu yake pale msalabani. Haleluya. Mtu asije akajisifu. Haina maana usikae kusema kwamba nimeokolewa. Maana yake unaposema nimeokolewa, tazama msalaba mbele yako. Huu ndio umekuokoa. Usiseme nimefanikiwa kwa ujanja, kwa maarifa yangu. Mungu anataka ndani ya maisha yetu, kwenye maisha yetu ajulikane yeye ni Alfa na Omega. Kila wakati yeye ni mwanzo na mwisho. Haleluya. Yesu anapoingia kwenye hekalu anasema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala. Na wanafunzi wakakumbuka maneno ambayo yaliandikwa kwenye Agano la Kale kwamba kwa nini Yesu anasafisha hekalu? Kwa nini anafukuza hawa watu? Kumbe imeandikwa wivu wa nyumba ya Mungu utamla Yesu. Yaani Yesu atasikia wivu na kazi yake na huduma yake. Yesu atasikia wivu na kanisa. Na kanisa la kwanza sio jengo hili la kimchojama. Kanisa la kwanza ni nini? Kuna mwenendo tunakwenda nao. Yesu anautazama anasema hapana, wanakwaya hapa sio. Hapa sio, maisha haya sio. Haya sio. Sio niliyokusudia. Nimeimwaga damu yangu kwa ajili yako. Hivi unajua Ukristo sasa hivi umeenda watu wengi sana. Ukristo umekuwa kama movement. Anaelewa vizuri. Yaani mtu yupo tu, nimemuona Bwana yupo, umemuona wapi? Anasema nimemuona Bwana. Tuonyeshe yule Bwana uliyemuona kwenye maisha yako. Tuonyeshe unapoishi naye. Tuonyeshe ulipompa maisha yako. Unajua kuna vitu tunavifanya ambao vinafanana na vya kanisa, lakini sisi tuko nje ya kanisa. Kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 6 na wa 7 anasema unapokuwa unaomba, ingia katika chumba chako cha ndani na baba yako aonaye sirini atakujaza. Yaani Mungu anazungumza na watu kuanza ndani ya maisha yao kabla hawajasema mimi ni mtu fulani. Haleluya. Na maisha hayo unayafahamu wewe. Tumesoma kwenye Mambo ya Nyakati, wale tumesoma wote mmesikia. Tunasikia mfalme Hezekia kuna mambo makubwa sana ambayo ameyafanya hapa. Na kwanza Biblia inamtaja, nikuonyeshe kidogo hapo. Hebu angalia kwenye Wafalme, kwenye Nyakati wa pili sura hii ya 29. Nyakati wa pili sura ya 29. Biblia inasema hivi, mstari wa pili.
sikupa mwanzo usome, lakini nikupeleke tu mstari wa pili, Nyakati wa pili 29 mstari wa pili. Biblia inasema hivi. Nianze ule mstari wa kwanza na wa pili. Anasema Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Abia binti Zakaria. Akafanya yaliyoadili machoni pa Bwana, sawa sawa na yote aliyofanya Daudi babaye. Hezekia alifanya mazuri sawa sawa na aliyofanya Daudi. Kimsingi Daudi sio baba yake Hezekia. Baba yake Hezekia anaitwa Ahazi. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ili ujue hiyo, ngoja nikupeleke kwenye Nyakati wa pili hiyo. Sura ile ya 28 mstari wa 24. Angalia mstari wa 24. Tena Ahazi akakusanya vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, akavikata vipande vyote. Akavikata vipande vyombo vya nyumba ya Mungu, akaifungua milango ya nyumba ya Bwana. Huyo ni Ahazi. Angalia mstari wa 27 pale mwishoni. Ahazi akalala na babazi, wakamzika mjini, yani Yerusalemu, maana hawakumleta makaburini kwa wafalme wa Israeli. Na Hezekia mwanawe akatawala mahali pake. Kwa hiyo Ahazi alimzaa Hezekia. Lakini Hezekia anapoingia kutawala nafasi yake, Biblia inasema akafanya aliyo mazuri kama aliyofanya Daudi babaye. Kwa nini anasema aliyofanya Daudi babaye? Mungu ni kama vile amemfuta Ahazi. Hakuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu kwenye nafasi aliyopewa. Kumbukumbu lake limeondoka. Kwa hiyo amebaki Daudi ambaye tunajua Daudi alijenga Yerusalemu. Amebaki Daudi akaunganishwa na Hezekia. Hezekia kwa hiyo harithi kwa haya anayoyafanya hajaunganishwa na baba yake aliyofanya maovu, ila anaunganishwa na babu wa babu aliyesimama na Mungu aliye hai. Haleluya. Ni muhimu sana watoto wa Mungu, wazazi mlioko hapa. Kuna namna unapoweza kusimama vizuri na Mungu na ukawafundisha watoto wako wakaishi maisha hayo matakatifu ya matengenezo ndani yao, na wale watoto wanaunganishwa na wewe. Ukipotea mtoto akisimama na Mungu, network yako, ushirika, ile nguvu ya Mungu ambaye ni Mungu wa baba na baba zetu inakata. Mtoto wako anapokea kutokana na vile ambavyo umesimama wewe na Mungu. Inategemea umesimamaje na Mungu ili uconnect watoto wako, ama siko kumbukumbu lako linaondoka. Wazazi mnanielewa vizuri? Mungu anasema ni Alfa na Omega. Kuna watu walikuja kubatiza wakati fulani hapa, na pengine nikawaeleza kitu kimoja. Mnambatiza mtoto huyu. Nimekuwa nikisema maneno haya sana. Hebu mfundisheni mtoto huyu ajue Mungu ni Alfa na Omega. Ajue yeye Mungu ni mwanzo, ajue yeye Mungu ni mwisho. Maisha yake amwishie Mungu. Kuna Wakristo wengi ambao wangetamani utaalamu ndio uwe maisha yetu. Utaalamu sio namba moja. Kristo tu, watu wa Mungu. Mungu peke yake kwanza namba moja kwenye maisha yetu. Sema Baba katika jina la Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Ninafungua moyo wangu. Ninakupa nafasi ya kwanza kwenye maisha yangu. Si kwa ajili yangu tu, ila vizazi na vizazi wakujua wewe Mungu wa kweli. Wale wanaohusiana na mimi wajifunze kutoka kwako katika jina la Yesu. Bwana unisaidie, Mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hezekia anapokea kutoka kwa Daudi baba yake. Anatambulishwa. Uzao wetu tutatambulishwaje kwenye maisha yetu? Utumishi wetu tutatambulishwaje kwenye maisha yetu? Hezekia anapoingia kutawala, Biblia inasema anawapa Walawi na makuhani nafasi. Kuna watu hapa Mungu amewapa neema, ni wakurugenzi, ni wafanyabiashara, ni wazazi na wadada wa kazi, ni viongozi. Mungu amewapa nafasi tofauti tofauti, ni wamama. Unapopewa ile nafasi, unaruhusije nafasi ya Mungu ionekane kwenye ile nyumba? Hezekia alipopewa ile nafasi, akaruhusu nafasi ya Mungu. Akasema makuhani, Walawi, safisheni nyumba ya Mungu. Na wakachukua siku 16 za mwezi wanasafisha kanisa la Mungu. Wanasafisha nyumba ya Mungu. Leo kanisa hili limesafishwa. Mungu hazungumzi habari ya kanisa hili, anazungumza habari ya maisha yetu kwanza. Upate nafasi useme natenga muda wiki hii, na muda wa kusafisha nyumba ya Mungu. Maana wiki wa Bwana unamla Mungu kwa ajili ya maisha yako. Muda wako binafsi wa maombi. Muda wako kusema Mungu nimekaa kwenye vitu vingi. Unajua kuna wakati fulani nilikuwa nikilala hivi kwa sababu ya shughuli nyingi. Unawaza watu, unawaza washirika au kupigia simu na hivi vipindi vya radio watu wanakupigia simu. Sasa unalala ukikurupuka unatafuta simu iko wapi? Kwa hiyo mtu ananiambia, tutafika.
Yaani unapoamka badala ya kutafuta Biblia au uombe unatafuta simu. Umeshawahi kupita kwenye mazingira haya? Yaani ukitoka hapo kwanza unatazama message ndio cha kwanza. Yaani tumekuwa kama mbalimbukeni mazuzu hivi. Unaweza kukuta mtu mzima na akili Niliwakuta vijana mmoja kanisani. Sasa nikafikiwa wanakaa pamoja, ile ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kumbe wanakaa pamoja wapige ile picha ya hivi. Imeenda, unajua maisha tumehama. Yaani Mungu ameondoka kuwa nafasi ya kwanza kwenye maisha yetu. Tunapozungumza habari ya matengenezo, ndugu zangu, ndugu yetu Hezekia anawaambia viongozi wa kanisa, ingieni. Angalia maneno haya, kuna maneno yanasema wale watu wakaingia kwenye hekalu wakalisafisha na wakaanza chumba cha ndani, yaani kule patakatifu pa patakatifu, kule ambapo mnazungumza na Mungu, kwenye uhusiano wangu na Mungu. Wakaingia huko, anasema wakasafisha, wakavitoa vyote. Walipovitoa wakawapa Walawi, wakaambia Walawi, chukueni vitu mkavitupe. Wakaenda kuvitupa kwenye kijito. Biblia inasema kijito cha Kidroni, yaani vile vitu viendoke, visikae hapa. Na mimi ninachotaka kukwambia wewe ni kwamba hebu jitengenezee muda. Kuna vitu ambavyo unaweza kuwa navyo ambavyo havimpendezi Mungu. Unapotazama reformation, anza na wewe. Usema na Mungu ukoje? Na hawa watu walipofanya hivyo, wakakumbuka mfalme aliyopita Ahazi, kuna vitu alivitoa vya Mungu vikachezewa, wakaenda wakavirudisha. Kuna watu walikuwa wacha Mungu wazuri hapa. Kuna watu tukifuatilia historia zetu, mimi Kijitonyama sitaisahau. Kijitonyama, Mungu ameumba wokovu wake ndani yangu nikiwa mahali hapa. Kuna vitu vingi leo nakula ambapo Mungu alianzishia hapa mahali hapa. Kuna wakati unapita unasema, tulipokuwa vijana tulikuwa tunafanya hivi, tulikuwa tunasimamia hivi, tulikuwa tunakwenda hivi. Vile vitu unaviishi. Hebu pitia maisha yako, jitazame. Mwanzo ulikuwaje? Sasa hivi ukoje? Hata kama umekuwa busy kiasi gani, nafasi yako ya Mungu ikoje? Na walio busy sana ndio wanatakiwa waombe sana, kwa sababu wana majukumu mengi, hawajui atayafanyaje, akili zao haziwezi kufanya zenyewe. Usiseme mimi niko busy siwezi kuomba. Yaani wa kwanza kuomba sana ni aliye busy. Mlio busy kama mimi Mungu mkono. Hamna umo busy. Walio busy wenye shughuli nyingi yani. Hamna. Lakini wenye shughuli nyingi ambao wanafikiwa na majukumu mengi ndio wa kwanza kuomba. Bwana asifiwe sana. Hawa watu walijipa muda, wakajipa muda siku karibu 16 wanafanya kazi ya Mungu, wanajitakasa, wanatengeneza maisha yao. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Yako mengi yasiyofaa kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu. Bwana, kwenye sikukuu kubwa ya matengenezo ilifanyika kihistoria, lakini Mungu leo nataka ifanyike kwangu, ndani ya maisha yangu. Ulipoingia kwenye hekalu, uliondoa meza zao, ukatupa na zile njiwa, ukaondoa Bwana, kwa sababu hekalu lako lilitumika vibaya, watu wakakusahau. Mungu uliye hai, nami nakuja mbele za uso wako, nisaidie nisikusahau, nikupe nafasi ya kwanza. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Unasikia maisha yako haujasimama vizuri na Yesu kabisa. Kuna vitu umeenda na Yesu umerudi nyuma. Kuna maeneo umekwama. Unapoona huku rangi nyekundu, maana yake watu waliosimamia imani wakaimwaga damu. Roho Mtakatifu alikuwa juu yao, aliwashukia wapite kwenye kipindi kigumu kwa ajili yetu. Unapoona rangi nyekundu, ina maana tunaitwa maisha yetu kumwishia Mungu, hata kama tutapita kwenye mazingira magumu. Unasema kuna sehemu napita kwenye mazingira magumu, mchungaji, nashindwa kusimama, narudi nyuma, nimekwama maisha yangu ya kiroho. Kwani inaonekana ni Mkristo, lakini kuna vitu haviko sawa sawa. Hebu simama mtoto wangu, simama hapo ulipo, tuombe Bwana. Simama hapo ulipo. Hata mimi sikuiti hapa kwa sababu muda wetu umekwenda. Simama hapo ulipo. Unasema, Mungu, nataka nione matengenezo haya. Ulipoingia kwenye hekalu, ulitupa vitu visivyofaa. Uliondoa ukarudisha kipaumbele. Kipaumbele ni wewe Kristo. Ukasema nyumba yako itaitwa nyumba ya sala. Na mimi nimetamani kuomba maisha yangu nashindwa kuomba, na kwa ratiba nyingi. Unataka mimi niwe mtu wa maombi, mtu wa neno. Kuna maisha ambayo nataka kuyarudisha tena kwa upya. Nataka kurudisha maisha uliyokusudia kwenye moyo wangu. Simama hapo ulipo. Unataka kuacha moyo wako kwa Bwana. Unataka Yesu aingie akuongoze.
akuwezeshe. Unataka kumkabidhi Yesu maisha yako. Unataka Yesu akuwezeshe kusoma neno na kuomba. Unasema neno mpaka nije nipate kwenye ibada. Nikia nikipambana nakosa muda au nikipambana silielewi. Mungu najiachilia kwako leo. Hata nawe Mungu ametaka kuleta kwako, lakini alikuwa anataka muda wako na yeye kwa neno na maombi. Anaona anakosa ile discipline ya kwako kwa neno na maombi. Mungu anataka kurejeshea hali yako. Sema na mimi Bwana Yesu, ninakuja mbele za msalaba. Kwenye matengenezo haya, ninakupa moyo wangu na roho yangu. Bwana, kuna vitu ambavyo viliharibiwa, viliondolewa kwenye hekalu nyakati za Ahazi. Mungu anapokuja mtumishi wako Hezekia, anawatumia makuhani, anawatumia Walawi kuvirejesha. Nami kwa msaada wa Roho Mtakatifu unirejeshe vitu vilivyopotea, kusoma neno, kuomba, uhusiano na wewe. Bwana nirejeshe kwa jina la Yesu. Kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu, kuwe nafasi ya kwanza. Matengenezo yafanyike ndani yangu. Nisimame na neno lako na maombi Bwana, na nyuma yangu Bwana, kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu jambo mahali unapopita unahitaji msaada wake kwa neno na maombi. Mwambie Mungu, sema na Mungu aliye hai. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu maneno mawili matatu unapomhitaji. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawainua watoto wako mahali walipo Bwana, hapo alipokaa Mungu. Nguvu zako, uaminifu wako utembee ndani yake, roho ya matengenezo ya kwako Mungu. Mungu, napenda zaidi ushirika wetu na wewe. Tunajikabidhi mikononi mwako. Wasaidie watoto wako kwa nguvu, wasaidie kwa uweza, wakutumikie Bwana mahali walipokwama. Nguvu ya kiroho ilipopungua wao binafsi, waimarishe Mungu. Tunapokumbuka matengenezo, Bwana utengeneze ndani yetu. Tengeneza mfalme wa falme. Tunakupa mioyo yetu na roho zetu. Tusaidie Mungu kutoka ngazi tulionayo twende ngazi nyingine kwa jina la Yesu Kristo. Adui, nguvu za giza, unazuia maombi, unazuia neno, roho za kuzimu, achia nafsi zetu, achia akili zetu, achia mioyo yetu, achia maamuzi yetu, achia kwa jina la Yesu. Achia mioyo yetu, achia maombi yetu, achia. Wewe unazuia tuseme, unazuia tusiseme neno la Bwana, achia moyo, achia nafsi. Wewe unaweka uzito tunaposoma neno, achia kichwa chetu, achia macho yetu, achia utayari wetu, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Upokee utayari wa kupokea neno la Mungu ndani ya moyo wako. Chochote kinachokuzuia katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, ninafungua maisha yako. Nguvu za giza unaomzuia asisome neno, asiombe, nguvu za giza unaomzuia asikae kwenye neno la Bwana, achia moyo, achia imani yako, achia maamuzi yako, achia kwa jina la Yesu, achia maisha yako katika jina la Yesu. Sisi pamoja na wewe pamoja na sisi tunajikabidhi kwako mfalme wetu. Amen. Bagane katika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu. Benende katika